Berlin. Mwanasiasa wa kihafidhina kutoka muungano wa vyama ndugu vya CDU-CSU Friedrich Merz ameshindwa kupata kura za kutosha katika duru ya kwanza ya uchaguzi bungeni ili kuidhinishwa kuwa kansela mpya wa Ujerumani. Merz alitarajiwa kushinda kura hiyo na alihitaji wingi wa kura 316 kati ya 630 zilizopigwa kwa siri, lakini hatimaye alipata kura 310 pekee. Kwa sasa vyama hivyo vya siasa vitajipanga upya ili kujadili hatua inayofuata. Serikali ya mseto ilitarajiwa kuongozwa na CDU-CSU pamoja na chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha SPD, ambacho ni cha kansela anayeondoka mamlakani Olaf Scholz, aliyeaga rasmi hapo jana. Tehran. Israel imefanya mashambulizi makubwa nchini Yemen ikidai kuyalenga maeneo ya waasi wa Kihuthi kwenye pwani ya bahari ya Shamu, ikiwa ni pamoja na mji wa bandari wa Hodeida. Iran kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghei imelaani mashambulizi hayo na kusema ni uhalifu wa wazi na ukiukwaji mkubwa wa kanuni na sheria za kimataifa. Baghei amezitaka mamlaka za kikanda na kimataifa kuchukua hatua dhidi ya kile alichokiita uharibifu unaoendelea wa Marekani na Israel katika nchi za Kiislamu. Hayo yanajiri baada ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran kushambulia kwa makombora uwanja mkuu wa ndege wa Israel mjini Tel Aviv na kuvuruga usafiri wa ndege. Washington. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimewasilisha rasimu ya mpango wa amani kama sehemu ya mchakato unaoongozwa na Marekani ambao huenda ukamaliza vita mashariki mwa Kongo. Hayo yameelezwa jana na mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump kwa bara la Afrika na Mashariki ya Kati Masad Boulos, aliyepongeza hatua hiyo na kuitaja kuwa muhimu. Hata hivyo hakukuwepo maelezo zaidi juu ya rasimu hiyo na ikiwa ingeliruhusu Marekani kujipatia madini muhimu ya Kongo, jambo ambalo Rais Felix Tshisekedi amelitaja mara kadhaa ili kupata usaidizi wa Marekani katika kumaliza mzozo huo uliodumu kwa miongo kadhaa na kusababisha maafa makubwa. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Warsaw. Poland imesema inakabiliwa na jaribio kubwa la Urusi kutaka kuingilia uchaguzi wake wa uraisi unaotarajiwa kufanyika Mei 18. Hayo yamesemwa leo na waziri wa masuala ya kidijitali, akisisitiza kuwa jukumu la Poland katika kuisaidia Ukraine limepelekea Urusi kufanya hujuma za mashambulizi ya mtandaoni na usambazaji wa taarifa potofu. Krzysztof Grauwowski amesema kuwa kwa sasa wapo katika hali ya tahadhari, hasa baada ya Romania kuufuta uchaguzi wa rais wa mwezi Desemba kutokana na madai ya uingiliaji ya Urusi. Moscow imekuwa ikikanusha mara kadhaa tuhuma hizo na kukosoa uamuzi wa kufuta uchaguzi wa Romania na kuitaja kama hatua ya ukosefu wa demokrasia kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya. Kampala. Mwanaharakati wa upinzani nchini Uganda ambaye awali alitoweka na baadaye kutajwa kushikiliwa na mtoto wa rais amefikishwa mahakamani hapo jana na kushtakiwa kwa makosa ya wizi na baadaye kurejeshwa gerezani. Eddie Mutwe ambaye jina lake halisi ni Edward Sebuufu alikuwa mlinzi wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine na alikamatwa Aprili 27 na watu wenye silaha karibu na mji mkuu Kampala. Wakili wa Mutwe, Magellan Kazibwe, amesema mteja wake alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkuu mjini Masaka, takriban kilomita 140 kusini mwa mji mkuu Kampala. Wiki iliyopita, mtoto wa rais Yoweri Museveni na mkuu wa majeshi wa Uganda Muhoozi Kainerugaba alichapisha kwenye mtandao wa X kwamba alimnasa kama panzi mwanaharakati huyo na kwamba alikuwa akimshikilia nyumbani kwake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Na sasa ni kurejesha upande wa pili wa studio kwake Saumu Njama kwa uchambuzi wa ripoti zetu. DW Dunia Yetu Leo Mchana.
Shukran sana Bakari Ubena kwa habari za ulimwengu. Na sasa msikilizaji na mtazamaji, tuangazie miongoni mwa mengi tuliyowapa kipaumbele mchana huu. Safari ya kiongozi wa kihafidhina wa Ujerumani Friedrich Merz kwa kansela mpya wa Ujerumani imeingia walakini asubuhi ya leo. Kulikoni? Endelea kuwa nasi. Nchini Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imetoa uamuzi kwa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Vile vile tumekuandalia ripoti ya jeshi la Israel limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya bandari ya Hodeida nchini Yemen. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile vile tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook. Usisite kutuandikia maoni yako, vile vile tufuatilie katika mtandao wa TikTok na Instagram. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi, safari ya kiongozi wa kihafidhina wa Ujerumani Friedrich Merz kuwa kansela mpya wa Ujerumani imeingia walakini asubuhi ya leo baada ya kushindwa kupata kura za kutosha kwenye duru ya mwanzo ya upigaji kura bungeni. Je, nini hatima ya serikali ya mseto iliyoundwa na vyama ndugu ya kihafidhina ya CDU na CSU pamoja na siasa za wastani za mrengo wa kushoto SPD? Mohamed Helef ana maelezo zaidi. Katika hatua ambayo haikutarajiwa, Merz anayeongoza chama cha CDU ameshindwa kupata wingi wa kutosha bungeni wakati kulipopigwa asubuhi ya leo. Alikuwa ametazamiwa na wengi kwamba angelipita kwenye kura ya moja kwa moja, lakini amekosa kura 6 kati ya 316 alizokuwa anazihitajia. Waliompigia kura ya ndio ni wabunge 310 kati ya 630 waliomo bungeni. Kwa sasa vyama vya siasa vyenye wakilishi bungeni vitapaswa kujipanga upya na kupiga kura nyingine ndani ya siku 14 kutoka leo, ya ama kumchagua tena Merz ama mgombea mwingine atakayewekwa kwa kura ya moja kwa moja. Muungano wa vyama viwili vya kihafidhina vya CDU CSU unaongozwa na Merz ulishinda uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, lakini wakupata 28.5% tu ya kura, matokeo yaliyolazimisha kuwa na mshirika angalau mmoja kuweza kuunda serikali. Merz aliyekuwa anatazamiwa kutangazwa kwa kansela wa 10 wa Ujerumani tangu kumalizia kwa vita vya pili vya dunia, alikuwa amekubaliana kuunda serikali ya mseto na chama cha siasa za mrengo wa kati kushoto SPD ambacho kilipata 16.4% tu ya kura, yakiwa matokeo mabaya kabisa kwa chama hicho. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia FD ambacho ndicho kilichoshika nafasi ya pili kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi wa Februari kwa kupata takriban 21% ya kura kimefurahikia matokeo hayo yaliyomwangusha Merz, kikisema kiongozi huyo amelipwa kwa makosa yake ya kisiasa. Kiongozi mwenza FD Alice Weidel ameandika kupitia mtandao wa kijamii wa X kwamba matokeo ya leo yanaonyesha jinsi mseto wa CDU, CSU na SPD ulivyojengwa juu ya msingi dhaifu. Katibu mkuu wa chama hicho bungeni Bernd Baumann ametuma ujumbe wa video kwenye mtandao wa X akisema, na hapa namnukuu: Merz amejeruhiwa mwanzoni kabisa mwa safari yake. Amelipia gharama kutokana na uongo wake kuelekea uchaguzi kwa udanganyifu mkubwa wa uchaguzi huo ambao haujawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mwisho wa kumnukuu. Gazeti la Frankfurter Allgemeine limeripoti kwamba kura nyingine bungeni haitowezekana kupigwa leo, huku chama cha FD ikisema kitazamia kura mpya itakuwa kesho Jumatano, lakini kikitoa wito wa kuitisha uchaguzi mpya mapema iwezekanavyo. Na asante sana Mohamed Helef kwa ripoti hiyo. Tukitoka sasa katika siasa za Ujerumani, tuelekee sasa nchini Tanzania. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imetoa uamuzi kwa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu itasikilizwa kwa njia ya mahakama ya wazi kwa mtuhumiwa kuwepo mbele ya mahakama badala ya kusikilizwa kwa njia ya mtandao kama ilivyofanyia tangu Aprili mwaka huu. Hata hivyo, kesi hiyo leo imetajwa kwa upande wa Jamhuri ukisema upelelezi katika kesi hiyo ya uhaini haujakamilika. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo. Katika kesi hiyo ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imehairisha kesi hiyo hadi Mei 19, ambapo sasa itasikilizwa katika mahakama ya wazi kwa mtuhumiwa kufika mahakamani.
Wakati shauri hilo likiendelea, mtuhumiwa wa kesi hiyo Tundu Lissu aliendelea kugoma kushiriki shauri la leo kwa njia ya mtandao, na badala yake mkuu wa magereza ya Ukonga, kamishna msaidizi wa magereza Juma Mwaibako, aliambia mahakama kuwa mshtakiwa aligoma kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, pamoja na uamuzi huo, mahakama wa kesi ya uhaini dhidi ya Lissu kusikilizwa katika mahakama ya wazi, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Yahaya ameiambia mahakama leo kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika, na hivyo akaiomba mahakama kuhairisha hadi upelelezi utakapokamilika. Jopo la mawakili wa Lissu halikuridhishwa na kauli ya wakili wa serikali kuhusu uchunguzi kutokamilika. Akizungumza na DW, kiongozi wa jopo hilo la mawakili wanaomtetea Lissu, Rugemeleza Nshala, amesema kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi, kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria kuleta, watakuwa tayari watapandisha. Hata hivyo, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Yahaya alieleza mahakama kuwa hakuna kifungu chochote cha sheria kinachowalazimisha kueleza nini kimesalia kwenye upelelezi. Kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, wakili Fulgence Masawe, amezungumzia uamuzi wa mahakama kuendesha kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Kwa aina ya kesi Tundu Lissu alionayo na mwamko wananchi walionao, lazima haki ionekane inatendeka, na kwa mazingira ambayo kesi hii ilihamishwa kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ilikuwa inatia wananchi wasiwasi, pamoja na Tundu Lissu mwenyewe aligomea kuendelea na hiyo kesi kwa mazingira hayo. Kwa hiyo kwa uamuzi huo naona kama vile ni uamuzi sahihi ili haki iweze kutendeka. Hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 19, 2025, huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi kwa haraka. Lissu alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Aprili 10, 2025, akikabiliwa na kesi mbili za jinai ikiwamo uhaini na kuchapisha taarifa za uongo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo. Na bila shaka msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Usisahau kutufollow, kulike na kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube. Tuangazie sasa yanayojiri kule Mashariki ya Kati. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya bandari ya Hodeida nchini Yemen, siku moja baada ya wasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran kurusha kombora lililoshambulia karibu na uwanja mkuu wa ndege wa Israel. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo kuhusu yanayojiri huko Mashariki ya Kati. Kulingana na taarifa ya jeshi la Israel, jeshi hilo limeshambulia kile ilichokiita kuyalenga maeneo ya magaidi wa Kihuthi katika mji wa Hodeida na viunga vyake, likidai kuwa bandari hiyo ilikuwa inatumika kusafirisha silaha za Iran na zana nyingine za kijeshi. Likivinukuu vyanzo vya habari vya Wizara ya Afya, shirika la habari la Saba linaloendeshwa na Houthi limeripoti kuwa mashambulizi hayo yaliyofanyika jana Jumatatu yamewaua watu 3 na kuwajeruhi wengine wapatao 39 katika mashambulizi 6 kwenye bandari ya Hodeida na shambulizi jingine katika wilaya ya Bajil. Aidha, waasi hao wamezilaumu Marekani na Israel kwa uchokozi. Vyanzo vingine vitatu vya habari vimeeleza kuwa waasi wa Kihuthi walilifunga eneo karibu na bandari na kiwanda cha saruji kutokana na mashambulizi hayo. Waasi hao wamesema kiwango cha uharibifu katika bandari bado hakijulikani, lakini ukubwa wa mashambulizi na moto umesababisha madhara makubwa kwenye maeneo yanakohifadhiwa makontena. Mfanyakazi mmoja katika kiwanda cha saruji, Osama Mohamed Al-Diabi, amesema mashambulizi hayo yametokea wakati wa muda wa maombi ya jioni. Bado sijajua ni wangapi, lakini kuna wafanyakazi ndani ya kontena, kuna majeruhi hospitalini, wengine mashahidi, wengine wana majeraha ya moto, na wote ni raia. Hiki ni kiwanda cha kiraia, hakina silaha. Kuna wafanyakazi wasio na hatia. Katika hatua nyingine, Iran imelaani vikali mashambulizi hayo ya anga ya Israel katika bandari ya Hodeida. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakei, amelaani shambulizi hilo akisema kuwa ni uhalifu wa wazi na ukiukaji mkubwa wa kanuni na sheria za kimataifa. Bakei amezisihi mamlaka za kimataifa na nchi zenye nguvu kikanda kuchukua hatua dhidi ya kile alichokiita uharibifu unaoendelea wa Marekani na Israel katika mataifa ya Kiislamu. Hata hivyo, afisa wa Marekani amekanusha nchi yake kuhusika katika mashambulizi hayo.
Wakati huo huo, afisa wa ngazi ya juu wa Hamas, Bassem Naim, amesema kundi hilo halina tena nia ya kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano na Israel na limeitaka jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Israel kusitisha vita dhidi ya Gaza. Naim ameliambia leo Jumanne shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba hakuna maana yoyote ya kushiriki katika mazungumzo ama kuzingatia mapendekezo mapya ya kusitisha mapigano ikiwa vita vinaendelea katika ukanda wa Gaza. Naim ameyatoa matamshi hayo siku moja baada ya jeshi la Israel kusema operesheni iliyoongezwa huko Gaza itajumuisha kuwaondoa wakazi wake wengi.